Ujasiri ni nini? Ni uwezo wa kuendelea na jambo bila kukubaliana na vitisho ama mazingira yaliyopo. Wakati wanasema biashara zimekuwa mbaya, wewe unasema Yesu Kristo na Roho Mtakatifu ananipa ujasiri. Biashara ni nzuri. Wakati kila mtu analalamika hali mbaya, kuna confidence ndani yako inasema biashara hali ni nzuri. Wakati mazoezi yanagoma kule chini, wengine wanafanya vizuri. Ujasiri ndio unaokupa kuruka bila viunzi. Sio kwa sababu umekuwa trained vizuri, no. Ni kwa sababu Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Kwenye haki ni majasiri kama simba. Simba hatishi na tembo. Simba anamtafsiri tembo kuwa ni chakula. Kila anapomuona anaona huyu ni chakula changu cha mchana. Simba hatishi na twiga. Ingawa kimo chake ni kirefu, lakini anamtazama kama chakula. Anamtazama kama shida ya baadaye. Nini kinamsukuma simba tafsiri kuna ujasiri ndani yake? Haina maana kwamba simba ni mkubwa mno kuliko tembo. Haina maana ya kwamba simba ni mkubwa sana kuliko yule anayeitwa twiga. Haina maana simba ni mkubwa kuliko kifaru. Confidence iliyoko ndani, ujasiri ulioko ndani, uliopa ndani yake ndio unaompa uweza wa kutafsiri kwa hao ni chakula chako. Ndio maana Mungu kila anapokupa kazi anakuambia uwe na ujasiri na moyo wa ushujaa, kwa sababu ujasiri ndio unaokusaidia kukamata vitu. Unamhitaji Roho Mtakatifu kwa sababu yeye ndiye ujasiri. Ujasiri ndio sehemu yetu. Roho iliyompa Kristo inaishi ndani yetu. Hatuwezi kuokoka kifo, hatuwezi kuokoka mauti, ingawa majaribu yatakuwepo, ingawa shida zitakuwepo, ingawa hali haitakuwa sawasawa. Ujasiri wetu ni kwa Roho Mtakatifu. Ujasiri tulionao ndio unaotafsiri zile changamoto ya kwamba iko saa tutavuka, iko saa tutakwenda, iko saa nitafika mahali fulani, iko saa nitafika tu. Sababu ni 126 anasema ingawa mtu anapokwenda kulima, anakwenda kwa kilio, lakini mavuno yanapokuja huja kwa shangwe. Ni swala muda peke yake, shangwe itakuwa ndani yako, furaha itakuwa ndani yako. Kwa ujasiri wako ndio umekusaidia, kwa ujasiri wako ndio umekuchenga, kwa ujasiri wako na Roho Mtakatifu aliyeko ndani ndio umekusaidia kupita haya unayoyapitia. Ni shida gani inakusumbua? Ni fedha itakaa sawasawa? Ni matatizo unayopitia na majirani zako? Ni kazi unayofukuzwa? Biblia inaniambia confidence yenu mtazameni Kristo, yeye aliyepigwa msalabani ndiye ujasiri wenu. Ujasiri wenu ni Kristo peke yake na hakuna nyingine. Kama unampenda Yesu na unamwamini, mpigie Yesu.